Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM pale Mbeya. Ni kukaribishe sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, tukiwa tunaanza kabisa mianzo ya sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Roho Mtakatifu. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki. Na kabla tujaanza jambo lolote, basi ni kuarike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tuko hapa tena kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako. Tunaomba utufundishe kwa jina la Yesu, tunaomba na kushukuru. Amen. Kama ambavyo umeona tangazo letu, kipindi hiki ni kipindi cha Roho Mtakatifu. Kipindi hiki ni kipindi mahususi kabisa ambacho kinatujia ili kutufundisha mafundisho kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tunamalizia sehemu ya mwisho kabisa ya yale ambayo tuliyasema tokea mwanzoni tulipoanza kujifunza kipindi hiki. Tulianza mwaka jana mwezi wa kwanza tukaanza kujifunza, na tulisema ya kwamba tutajifunza kipindi hiki katika maeneo yafuatayo ya msingi. Eneo la kwanza, tutajifunza Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Ni kwa jinsi gani Roho Mtakatifu amefunuliwa Agano la Kale, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Tulijifunza hapo tukamaliza, na watu walikuwa na maswali yakajibiwa na watu wakafurahi kabisa. Lakini eneo la pili ambalo tulisema tutajifunza juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Sasa uungu wa Roho Mtakatifu umefunuliwa katika maeneo yote ya Biblia, kwa maana ya Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, na hilo pia tulijifunza kwa mwaka ule wa jana. Eneo lingine ambalo tulijifunza mwaka jana, tulijifunza kuhusiana na uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi hai ya kiungu. Tuliona ya kwamba Biblia inafundisha wako watatu: yuko Baba, yuko Neno ambaye ndiye Mwana, yuko Roho Mtakatifu. Sasa tulijifunza Roho Mtakatifu kwa kina sana, maeneo yanayomfunua Roho Mtakatifu kwa uwepo wake kama nafsi, kwa sababu wamekuwepo watu ambao wanadai ya kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi. Sasa tulijifunza na kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Hilo ni eneo la tatu ambalo tulijifunza kwa kina sana. Eneo la nne ambalo tumemaliza robo hii kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu ulioisha, tumejifunza ishara mbalimbali za Roho Mtakatifu katika Biblia. Hili ni eneo pana pia ambalo tumejifunza kwa miezi mitatu. Tukajifunza ya kwamba Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa ishara mbalimbali. Hizo ishara zinaonyesha moja, uungu wake, lakini mbili, zinaonyesha utendaji kazi wake. Tukaona ishara ya moto, tulijifunza ishara ya maji, tukajifunza ishara ya upepo, tukajifunza ishara ya njiwa, tukajifunza ishara ya muhuri na ishara nyingine nyingi ambazo Biblia imefunua juu ya Roho Mtakatifu. Leo tunaanza eneo la tano ambalo linamuongelea Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Usisahau tumejifunza Agano la Kale, tumejifunza uungu wake, tukajifunza uwepo wake kama nafsi, tukajifunza ishara mbalimbali, na sasa tunaingia eneo lingine ambalo linamfunua Roho Mtakatifu, ni Agano Jipya. Kwa lugha rahisi, Biblia nzima tangu kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 2 mpaka kitabu cha Ufunuo sura ya 22 fungu la 17, tunaona Roho Mtakatifu akiwa amefunuliwa katika Biblia nzima. Hiyo ipo na bila ubishi wowote ya kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Kwanza, ni moja kati ya nafsi za kiungu, kwa maana kwamba yuko Baba, yuko Neno au Mwana, na yeye wanafanya kazi kwa kushirikiana. Lakini jambo la pili, tumeona ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Yeye sio mvuto, yeye sio nguvu ambayo si nafsi. Yeye ni nafsi, kwa maana kwamba anahisia, anasikia, anazungumza, anaweza kuanzisha mahusiano, ana utashi, kama ambavyo Baba na Mwana wamefunuliwa katika Biblia. Sasa tunapoanza kipindi hiki, na kitatupeleka kwa takriban miezi mitatu tena, na tutakuwa tumekamilisha kipindi hiki cha Roho Mtakatifu. Kwa maana kwamba tangu kitabu cha Mathayo sura ya kwanza fungu la 18 na Ufunuo sura ya 22 fungu la 17, tutajifunza na kuona
juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Ni kwa jinsi gani Biblia inatufundisha juu ya uwepo wake na inafundisha juu ya uungu wake na uwepo wake kama nafsi hai ya kiungu. Na kwa maeneo hayo basi tutakuwa tumejifunza kwa kina na tumemfahamu Roho Mtakatifu. Hatutakuwa na dhana ambazo watu wamekuwa nazo leo wakimuelezea Roho Mtakatifu. Biblia imetufunulia kwa uwazi na kwa bayana ya kwamba yeye ni Mungu, lakini pia yeye ni nafsi ya kiungu. Sasa siku ya leo tunaanza eneo letu jipya, Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Hapa tutajifunza kwa kina juu ya Roho Mtakatifu kuanzia Mathayo sura ya 1 mstari wa 18. Wakati Yesu anatabiliwa kuzaliwa na wakati unatimia sasa, Yesu anachukuliwa mimba ndani ya tumbo la Mariamu, tunaona utendaji wa Roho Mtakatifu akifanya muujiza wa kumleta Yesu katika dunia hii. Tutaona kwa kina eneo hilo. Lakini tutajifunza kote katika huduma ya Yesu hapa duniani. Halafu baadaye tutaenda kuangalia wakati wa kanisa la awali na mitume wote, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa akitenda kazi, akidhihirishwa kwamba yeye ni Mungu, lakini pia yeye ni nafsi. Na mwisho tutakuja tuone mitume wakati Yesu ameshapaa kwenda mbinguni. Kwa maana tutamuona Yohana kule, tutaona kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ni kwa jinsi gani pale Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika utendaji wake, lakini pia katika uwepo wake kama nafsi ya kiungu. Unajua mpendwa mtazamaji, Roho Mtakatifu mara nyingi haeleweki kwa watu wengi. Na shida si kwamba Biblia haijaeleza kwa uwazi au kwa bayana. Hapana. Shida ni watu wanapoiendea Biblia na kusoma wanashindwa kuelewa kile kilichofunuliwa mle. Biblia imeandikwa kwa lugha ambayo kila mtu anayeiendea kwa moyo wa dhati ana uwezekano mkubwa sana wa kuelewa kile kilichofunuliwa mle ndani. Sasa wengi hawaelewi, na kwa sababu ya kutokuelewa kwao kumefanya kuwe na mitazamo mingi ambayo kimsingi sio mitazamo mizuri. Mingine ni mitazamo ambayo iko nje kabisa na Biblia inavyofunua. Sasa kumekuwa na maoni mengi juu ya Roho Mtakatifu ni nani. Hilo jambo la kwanza. Lakini kuna maoni juu ya utambulisho wake. Lakini pia kuna maoni ya kwamba hivi Roho Mtakatifu jukumu lake ni lipi hasa? Yeye anafanya nini hasa? Je, yeye ni nafsi inayojitegemea au yeye ni nguvu ambayo Mungu anatumia kutenda kazi? Haya ni maoni mengi ambayo watu yanawasumbua, wanashindwa kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Sasa leo tutaangalia maoni baadhi ya watu ambao wanamuelezea Roho Mtakatifu, na maoni haya yameenea sana kwa watu wengi. Lakini ukweli ni kwamba maoni haya hayako sawa na neno la Mungu, yako kinyume kabisa na jinsi Biblia inavyofunua kuhusiana na Roho Mtakatifu, na hasa katika Agano Jipya. Maana sasa tupo katika eneo hilo la Agano Jipya. Oni la kwanza au mawazo au mtazamo ambao watu wanao. La kwanza, watu wanamtazama Roho Mtakatifu kama nguvu ya kutendea kazi ya Mungu. Kwa hiyo watu wengi wanaposoma Biblia wanafikia mahali wanasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu ya kutendea kazi. Na wanachukua baadhi ya mafungu. Kwa mfano, kwa sababu tunajifunza Agano Jipya, moja ya mafungu ambao wanayatumia kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8. Huyu ni Yesu anaongea na wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake kwenda mbinguni. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo Biblia hapa inasema ya kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa watu wengi wanahitimisha kwa kusema hivi, Roho Mtakatifu ni nguvu. Kwa maana kwamba yeye si nafsi, yani ni nguvu tu fulani hivi ya kimbingu ambayo si nafsi, ambayo kwa hiyo
ndiyo inaweza ikamuingia mtu akafanya vitu vikubwa katika maisha yake. Kwa hiyo wanahitimisha kwa kusema kwamba ni nguvu tu fulani hivi ya kimungu. Huo ni mtazamo wa watu wengi wakiwa wanamtazama Roho Mtakatifu na wakitumia mafungu hayo ya Biblia. Lakini fungu hilo ukweli ni kwamba linaongelea kwamba Yesu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba mtapata nguvu baada tu ya Roho Mtakatifu kuja. Kwa lugha rahisi, fungu hilo linaeleza hivi, mwenye chanzo cha kutoa nguvu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema mtapokea nguvu baada ya kuja Roho Mtakatifu, yeye atawapeni nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Yaani Roho Mtakatifu ndiye atakayewawezesha wanafunzi wa Yesu waweze kumshuhudia Yesu katika ulimwengu kwa kazi ambayo walikuwa wamepewa. Kwa hiyo ni moja kati ya mitazamo ambayo watu wengi wanayo, na tutaangalia katika Agano Jipya, hivi huu ni mtazamo wa kweli wa kibiblia au basi ni maoni tu ya watu? Tutaona hapa Mungu akitupa nafasi hiyo ya kuweza kujifunza. Jambo la pili, watu wengi wanafikiri ya kwamba Roho Mtakatifu ni nishati ya kimbingu. Sasa hii inaweza kufanana kidogo na ile wengine wanadhani ni nguvu, na hao wengine wao wanasema tu ni nishati tu fulani, ni kama umeme. Wengine wanasema ni umeme wa kimbingu, lakini si umeme tu wa kidunia. Sasa haya pia naye ni maoni, ni mtazamo ya watu wanavyomtazama Roho Mtakatifu. Wanasema kwamba yeye ni umeme wa kimbingu, ni nishati ya kimbingu ambayo inashuka katika dunia hii. Ndio maana wengi hata wakiwa wanatengeneza movie zao, hasa ukiangalia zile movie kama za watu wanaozirekodi huko Hollywood au hata maeneo kama ya mataifa kama ya Nigeria, utaona wakiwa wanaongelea habari ya Roho Mtakatifu, labda anafanya kazi, unaona wanaweka ile kama radi hivi inapiga umeme. Kwa wanasema hiyo ni nguvu ya Mungu, huyo Mungu hapo anatenda kazi. Lakini huo sio mtazamo sahihi kabisa ambao Biblia haijaufunua, kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu au sio nishati tu ambayo ni ya kimbingu. Hiyo ni moja kati ya mtazamo ya watu ambayo wanayo. Mtazamo wa tatu, watu wengi wanaamini ya kwamba Roho Mtakatifu huduma yake iliishia wakati wa kanisa la awali, baada ya Yesu tu kutoa ahadi na kumtuma Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya hapo tu basi mambo yakaishia hapo. Kuanzia hapo kuja huku mpaka mwisho wa dunia, yani mpaka leo, hakuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wanaamini hivyo, ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa na huduma yake, mwisho wake ulikuwa ni wakati ule wa kumwagwa kwa Pentecost, kanisa la awali pale. Kwa hiyo baada ya hapo tu basi mambo yote yakaishia hapo. Sasa mtazamo huo sio mzuri, kwa sababu unafanya watu wasiamini ya kwamba leo tuko na Roho Mtakatifu. Nasikiliza sasa ahadi jinsi Biblia inavyoeleza kwa uwazi kuhusiana na Roho Mtakatifu kuwepo katika maisha yetu hadi leo hii. Katika kitabu cha Matendo sura ile ya 2 mstari wa 39, Biblia inasema hivi: kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hapa Biblia inatuambia kwamba ahadi ya Roho Mtakatifu haina mipaka. Hapa akina Petro walikuwa wanahubiri kwa taifa la Wayahudi, wanawahubiria, wanawaambia hii ni ahadi yenu. Na Petro anaenda zaidi ya hapo, anasema sio ninyi tu, hata na uzao wenu, watoto wenu, bado Roho Mtakatifu atatenda kazi kwao. Na si wao tu, anasema kwa watu wote. Tena anasema walio mbali, kwa maana ya kwamba wale ambao sio wa taifa la Kiyahudi. Wakati ule Petro anaongea na Wayahudi na wale wote waliokuwa maeneo ya jirani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio tu wa Wayahudi, sio tu wa kipindi kile cha kanisa la awali. Roho Mtakatifu yupo mpaka leo. Yaani ni wewe tu, ni mimi tu kumuhitaji, na Mungu yuko tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo ahadi hiyo ni kwa watu wote. Hiyo inafunua ya kwamba uwepo wake
Roho Mtakatifu haukuishia wakati wa kanisa la mitume. Kimsingi wakati wa kanisa la mitume, wakati wa Pentecost, hiyo ilikuwa ni mwanzo tu wa umwagwaji wake. Yani ilikuwa ni mwanzo wa ufunguzi wa kazi ya Injili. Na vitabu vinaweka bayana ya kwamba mwisho wake utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu katika kipindi hiki ambapo tuna kazi ya Injili inafungwa, itakuwa ni kubwa kuliko ile ya mwanzo ambayo ilifungua kazi yake. Kwa hiyo lazima tuwe na mtazamo huo, na tutaona katika kipindi hiki ya kwamba kumbe Roho Mtakatifu uwepo wake haukuishia katika kanisa la mitume. Uwepo wake upo hata hivi leo. Mtazamo mwingine ambao watu wamekuwa nao kuhusiana na Roho Mtakatifu, watu wanatazama na kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu yuko chini ya Baba na Mwana. Kwa hiyo wanasema yeye ni mdogo. Na hao wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema hata Yesu Kristo na yeye yuko chini ya Baba. Kwa hiyo mkuu hapo ni mmoja tu ambaye ni Baba. Halafu hao wengine ni wadogo kwake. Wengine wanasema kwamba Roho Mtakatifu pamoja na Yesu Kristo ni wasaidizi wa Baba. Sasa hii ni mitazamo tu ya watu ambayo kimsingi haina mizizi katika neno takatifu la Mungu. Na baadhi ya mafungu ambayo watu wanayatumia, ukisoma wakati Yesu anatoa ahadi ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, kuja kwa msaidizi, katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26, Yesu anasema hivi: nitawatumia Roho Mtakatifu. Alafu kuna maneno anasema Baba atampeleka. Kwa hiyo wanaposoma mafungu haya kwamba Baba atampeleka Roho Mtakatifu na Mwana naye atampeleka Roho Mtakatifu, wanahitimisha kwa kusema kwamba Roho Mtakatifu yuko chini ya Baba na Mwana. Sasa Biblia iko bayana kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu yuko sawa na Baba, yuko sawa na Mwana. Maeneo mengi ambayo tutajifunza hapa katika Agano Jipya, lakini nikupe kidokezo kadogo. Mathayo 28 mstari wa 19, Yesu anasema basi enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, na tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Biblia inafunua ya kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako sawa. Yaani kwa kuwaweka katika eneo moja hilo, Yesu anatamka ya kwamba hawa wako sawa. Hakuna aliye mkubwa wala hakuna aliye mdogo. Kwa sababu hakuna Mungu anayeanzishwa au Mungu mwenye mwanzo, hakuna. Sasa kwa sababu zote ni nafsi za kiungu, Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi ya kiungu, Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Hakuna aliye na mwanzo wala hakuna aliye na mwisho. Wote wako sawa kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa hapo pamoja, Yesu anafunua ya kwamba Baba yuko sawa na Mwana, yuko sawa na Roho Mtakatifu. Yohana naye aliandika vizuri katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 8. Anaandika kwa kusema maneno haya: kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Anawataja Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hiyo maandiko yanatuambia bayana kabisa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako level moja, kwa maana kwamba ni wa milele. Tulijifunza hapo tulipojifunza habari ya Roho Mtakatifu. Unajua shida kubwa ipo kwa Roho Mtakatifu. Watu wanasema sasa Baba amefunuliwa yuko sawa na Mwana, Roho Mtakatifu vipi? Sasa Biblia imeandika hivi: Mungu ni wa milele, kwa maana ya Baba ni wa milele, Mwana ni wa milele, na hata Roho Mtakatifu ni wa milele. Ukisoma Waebrania 9 mstari wa 14, Biblia inasema yeye ni Roho wa milele, kwa maana kwamba hana mwanzo wala hana mwisho. Na ndio maana Biblia inaweka bayana ya kwamba kwa sababu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote hawana mwanzo wala mwisho, wako sawa. Hizi ni nafsi ambazo zote ziko sawa,
zote ni za milele. Hakuna nafsi ndogo wala nafsi kubwa. Kwa hiyo huo ni ufunuo wa Biblia ambao umefunuliwa kwa uwazi kabisa kuhusiana na uwepo wa Roho Mtakatifu. Eneo la mwisho ambalo tutajifunza kwa siku ya leo, ikiwa ni mtazamo ambayo watu wengi wanayo, watu wanajiuliza, wanasema, mbona Roho Mtakatifu hafunuliwi kuketi katika kiti cha enzi katika Biblia? Na hasa rejea nyingi watu wanazitumia ni katika kitabu cha Ufunuo ule wa Yohana. Sasa hii pia ni mtazamo, wanasema kwa sababu Roho Mtakatifu aketi kwenye kiti cha enzi, inawafanya watu wasiamini ya kwamba yeye sio nafsi, na wengi wanasema kwamba yeye si Mungu, kwa sababu mbona afunuliwi kwamba anaketi katika kiti cha enzi? Sasa moja ya mafungu anayotumia ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Yesu anasema ya kwamba yeye atakayeshinda nitampa kuketi pamoja nami kama mimi nilivyoshinda nikaketi katika kiti cha Baba yangu. Kwa hiyo watu wanasema ya kwamba ukisoma Biblia inaweka bayana kwamba mbinguni kuna kiti cha enzi cha Baba, na wengine wanasema na cha Mwana. Kwa hiyo hamna cha Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hamna kiti cha enzi cha Roho Mtakatifu, basi yeye si Mungu, si nafsi ya kiungu. Na wanahitimisha kwa kuishia hapo. Tutajifunza hapa kwa kina katika maandiko, tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu. Sasa kakidokezo kadogo, maana hiyo mada itakuja hapo mbele. Leo tunaangalia mitazamo tu ambayo watu wanayo ili tuhamasishe tufahamu sasa mtazamo sahihi wa kibiblia ni upi. Kidokezo kidogo ni hiki: maandiko yanafunua juu ya Baba kama chanzo. Maandiko yanamfunua Mwana, ndiye anayemfunua Baba. Maandiko yanamfunua Roho Mtakatifu, ndiye mtekelezaji. Kwa hiyo ukielewa hivyo hutapata shida. Na Biblia inapotufunulia hivyo, huo ndio ukweli wa kibiblia. Hilo ndilo neno la Mungu. Hatuwezi tukahoji wala kwa nini Baba awe chanzo? Kwa nini huyu awe neno? Ndivyo alivyofunuliwa. Na Roho Mtakatifu yeye anafunuliwa ni mtendaji. Tutaona jinsi ambavyo anafunuliwa katika utendaji wake. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya mitazamo, ni baadhi ya hoja ambazo watu wengi wanazo, ambazo wanaamini juu ya Roho Mtakatifu. Sasa tutalinganisha na mafundisho ya kibiblia yanayomfunua Roho Mtakatifu kama Mungu, yanamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi ya kiungu. Na kutokea hapo basi tutaweza kujisalimisha kwa Yesu Mwokozi wetu, na baadaye tukishampokea, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Nikukaribishe. Leo tumekuwa tukiangalia mitazamo hiyo ambayo watu wengi wanayo juu ya Roho Mtakatifu, na hasa tumejikita katika Agano Jipya, maana tunaanza mada yetu katika Agano Jipya. Kuanzia juma lijalo tutaanza sasa kuchimba, kuangalia utendaji wa Roho Mtakatifu, kuangalia uwepo wake kama nafsi, kuangalia na yeye anavyotenda kazi, jukumu lake katika zile nafsi tatu, kama ambavyo maandiko matakatifu yametufunulia. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe sasa tuweze kupata ombi tunapokuwa tukihitimisha kipindi chetu cha siku hii ya leo. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nzuri ya kuweza kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Tusaidie na tupe nafasi nyingine tena juma lijalo, ili tuweze kujifunza ukweli huu wa thamani, tukaandaliwe vema kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha Mungu wetu, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.